Inakuaje? Mimi naitwa Ali Adabu 13 wa hapa 69 Media. Of course nakaribisha sana ewe mfuatiliaji wa channel yetu. Najua wewe ni mpenzi wa burudani, mpenzi wa mastori mengi, na ndio maana uko hapa. So guess what? Nakuletea mastori ambayo yanabamba kwenye mitandao ya kijamii. Lakini ukifika hapo YouTube, kama uko subscribe na kubonyeza alama ya kengele, utakuwa umetisha kinoma noma. Bana, kama tunavyojua na kufahamu ya kwamba msanii mkubwa hapa nchini Tanzania, Diamond Platnumz, amepata nafasi ya kwenda kuhudhuria au amealikwa na bilionea kutoka huko nchini Ghana, na bilionea huyu anafahamika kama Richard Ni Armakwaye, na mmoja kati ya mabilionea wakubwa na wafanyabiashara wakubwa kabisa huko nchini Ghana. Kama taarifa ilivyotoka ni kwamba Diamond amealikwa, na uwepo wake pale sio kama anakwenda bure, maana yake anakwenda kulipwa kwa kile ambacho anakwenda kukifanya, maana yake anakwenda kuperform. Lakini sio Diamond peke yake, maana amealikwa na msanii Davido. Kama unavyojua Davido ni msanii fulani high classic, maana yake anapofika Davido ni sehemu kubwa. Sasa Diamond ameitwa sehemu ambayo ameitwa Davido, maana yake wote wana hadhi moja, wote ni wakubwa. Unajua kuna watu wanaweza kabisha kuhusiana na hii topic ya Diamond na Davido kwamba Diamond na Davido hawapo level moja, lakini binafsi naona kama mpaka sasa hivi hawa wawili wapo kwenye level moja ya ushindani kimuziki Afrika na duniani kwa ujumla. So tuliona Ijumaa Diamond alikuwa amewasili pale Ghana, lakini baada ya kuwasili kwa kuna magari yamekuja kumfuata, usafiri mwingi, magari ni mengi, ukaona msafara kabisa. Tukaona yes, Diamond ni msanii mkubwa, amefika Ghana na kupokelewa na bilionea mwenyewe. Lakini licha hivyo pia tukaona wasanii kama Ramsey Nouah kutoka nchini Nigeria alihusika kuomba picha kwa Diamond Platnumz, na baadhi ya watu wengine maarufu pale nchini Ghana walikuwa pamoja wanaomba picha na Diamond. Diamond anaona kabisa alikuwa anafurahi, maana ukipiga hesabu miaka 10 nyuma au 15 tungesema Diamond angeomba picha kwa Ramsey Nouah. Lakini sasa hivi kwa ukubwa aliokuwa nao Diamond, tunaona Diamond yeye ndo anaomba picha na msanii kama Ramsey Nouah. Hii ni kubwa sana kwa nchi kama ya Tanzania ambayo kwa muda mrefu sana tumekuwa tukijitafuta kwenye muziki, hasa kwenye engo nzima ya kimataifa. Lakini mpaka sasa hivi Diamond anaonekana amefanikiwa kile ambacho anakipigania. Yaani anapigania kufahamika zaidi Afrika, alafu na kufahamika tena zaidi nje ya mipaka ya Afrika. So kama tulivyoona kwenye baadhi ya video zilizokuwa zina trend, Diamond amefika vizuri, amepokelewa vizuri, lakini pia baadaye tukaona akiwa ana perform. Na kuna video ambayo ilikuwa imetrendi sana, Diamond alikuwa ana perform ile ngoma yake ya Jeje, na kwenye ile ngoma ya Jeje inaonekana ni moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri zaidi huko mipaka ya Nigeria na Ghana. Kwa tukamwona bilionea naye alikuwa anaimba baadhi ya verses za ule wimbo. Ni kitu ambacho Tanzania wengi walikuwa wanafurahishwa nacho, yani kumwona bilionea kutoka nchini Ghana, mtu ambaye ana mambo mengi ya kibiashara, lakini anapata time ya kusikiliza wimbo wa msanii Diamond, lakini pia na kukariri na kuimba. Maana yake ni kitu kikubwa hasa kwenye engo nzima ya kimataifa. Lakini kuishia hapo, tukaona Diamond pia ameperform baadhi ya ngoma zake, pia watu wakawa wanaruka nazo. Davido pia ngoma zake watu wameruka nazo. So kitu ambacho watu walikuwa wanakisubiri labda ni video ya Diamond na Davido wakiwa na hang out kwa pamoja, yani ushikaji ule ambao tuliona kwenye ule wimbo wake wa number 1 remix ambao alifanya Davido na Diamond. Kwa hiyo watu wanatamani kuona ile collaboration hata ya ushikaji tu wakiwa kwa pamoja, nini wakiwa wanacheka kwa pamoja na fry. So ndio kitu ambacho watu wanakisubiri kukiona, kwa sababu bado wawili hao wapo sehemu moja kwa pamoja. Lakini pia jamaa Richard Ni Armakwaye ni bilionea, kwa hiyo hata marafiki zake ambao wamefika pale wengi ni mamilionea na mabilionea kutoka nchini Ghana na nchi za Nigeria za karibu na nini, Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Kwa hiyo watu wamekuja wengi sana. Tukaona baadhi ya zawadi ambazo alikuwa anapewa pale na washikaji. Akapewa ndinga 4, kulikuwa kuna Land Cruiser, kulikuwa kuna Lexus, kulikuwa kuna G-Wagon. Zote amezawadiwa mshikaji huyu Richard Ni Armakwaye akiwa anatimiza miaka 40. Just imagine miaka 40, ni moja kati ya mabilionea wakubwa kabisa nchini Ghana, na anafanya party ambayo inajumuisha wasanii wakubwa kama Diamond
na Davido, ambao kwa pamoja wote walifika kwenye hiyo party na kuhudhuria, lakini pia na kuperform kufurahisha watu ambao walifika kwenye hiyo party. Ni kitu kikubwa sana kwa muziki, na inaonyesha kama muziki unapewa thamani, kwa sababu zamani party kama hizi za watu kutoka nchini Ghana, wapi Nigeria, mabilionea walikuwa wanafanya party zao huko kwenye mipaka ya wenzetu. Kwa mtu anaenda UK, anaenda Marekani, anafanya party na anaita wasanii kutoka nchi hiyo husika ambaye anaenda kufanya party. Lakini sasa hivi ukubwa wa muziki wa Afrika umekuwa mkubwa sana. Yani mtu anaamua kufanya party nchini kwake, yani nchi husika kama ni Ghana, Nigeria, Tanzania. Lakini pia anawaalika wasanii ambao wanafanya vizuri kwenye bara lake husika. Yani atoi msanii kutoka US, UK, hapana. Wasanii wanatoka hapa Tanzania, ama wanatoka labda nchi Uganda, Kenya, wapi, ni wasanii wa bara la Afrika. Kwa Richard Ni Arma Kwai amefanya hicho kitu, na ameonyesha thamani ya muziki wa Afrika, ameonyesha thamani ya wasanii wa Afrika, ameonyesha thamani ya mabilionea kutambua mchango wa wasanii wa Afrika kupeleka muziki wa Afrika to the worldwide. Kama ilivyoada bwana, watu wengi huwa wanapenda kulinganisha kitu alichokifanya Diamond na watu wengine ambao bado wapo hapa. Nimesoma baadhi ya comment kwenye page za Diamond, na watu wamekuwa wakiuliza na kusema kwamba vipi wasanii wengine ambao wako hapa TZ, vipi nafasi hiyo wao huwa hazipiti kwenye mikono yao, au labda wao huwa wanajiweka nyuma sana, au wanajibweteka sana kwamba wanategemea muziki wao utafanya vizuri tu hapa nchini na hawataki michongo ambayo iko nje ya nchi. So watu wakawa wame-mention majina kama mtu kama Ali Kiba, mtu kama Mario, wame-mention kwenye hiyo listi, mtu kama Zuchu. Wanasema hawa wasanii ni wakubwa, lakini why hawapati nafasi kama anazopata Diamond? Binafsi pia nikawa najiuliza hivyo, lakini mimi naamini wewe pia utakuwa na maoni yako juu ya hiki kitu ambacho watu wamezusha mjadala huko mitandaoni. Kwa nini Diamond pekee ndio anapata nafasi ama michongo ya kimataifa, lakini wengine ambao wana uwezo pia wa kuimba, wanafanya vizuri barani Afrika, lakini bado hawapati michongo ile ambayo itawafanya wao kuwa karibu na mabilionea ama kutambulika zaidi kimataifa kutokana na hiyo michongo ambayo itakuwa inapita kama inampitia sasa hivi Diamond Platnumz. So unaweza kuacha comment yako hapo, then this is it, na entertainment inaendelea. Yani mimi nitakuletea story yote, entertainment yote ambayo anajiri huko Ghana anachokifanya Diamond. So mimi nimekuletea hii story ambayo yamefika mpaka ameperform, then guess what, kuna mengi yanakuja mazuri zaidi. Mimi naitwa Ali Adabu.